رمضان رمضان. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Tukiwa katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya kueleza birrul walidaini, kuwatendea wema wazazi wawili, na namna gani tutajisogeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia wazazi wawili. Yani kama nilivyoeleza katika halaka iliyopita au darasa iliyoisha, kwamba sisi tuna njia fupi ya kufika kwa Mwenyezi Mungu, njia ya shortcut, njia ya mkato kuingia peponi, ambayo ni kwa fadhila zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa neema zake mwenyewe kutuletea wazazi wawili, kwa maana kwamba bila ya wao sisi tungekuwa hatukuzaliwa kama ilivyo dhahir, japo kwamba kila kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio alivyoandika kwamba iko siku fulani atazaliwa na fulani, fulani atazaliwa na fulani, mzazi wake ataishi naye kwa muda wa miaka fulani, kisha ataondoka, mwingine hatompata, mwingine ataishi naye mpaka yeye kijana ndo ataondoka, atamwacha mzazi wake, wa hakadha. Sasa ile njia fupi ambayo kwamba tunayo, ndugu zangu, tuitumie kwa sababu ya kutufikisha sisi kutoka sehemu tukaenda katika sehemu nyingine. Leo darasa yetu tutaingia kueleza huququl walidain, kama tulivyokuwa tutaka kueleza katika kipindi kilichopita. Baada ya kwamba tumeeleza ayat, tumeeleza nini maana birrul walidain, tumeeleza ahadith tulizojaliwa kuzieleza. Sasa tuingia katika kueleza hizo haki ni nini. Tushajua umuhimu wa birrul walidain ni nini, tushajua umuhimu wa kuwafanyia wema wazazi wawili kupitia ayati na ahadithi na amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tushajua afdhalul a'mali, kwamba katika kuwatendea wema wazazi wawili ni katika afdhalul a'mali. Sasa tufanyeje? Nini cha kufanya ili tuone kwamba sisi tumemfanyia wema mzazi? Ndio hapa wanazuoni watueleza, asema huququl walidain idha kana min at-tabi'i an yashkura al-insan man yusa'idu wa yuqaddimu lahu yada al-musa'ada, ikiwa ni kawaida kwa mwanadamu kumshukuru amsaidiaye, kumshukuru ambaye kwamba yeye amfanyia wema wowote, fa innal walidani huma ahaqqu an-nas bishukr, basi wazazi wawili ndio wana haki zaidi kuliko watu wote kwa kushukuriwa, wa takdir, na kuwapa heshima na kuwakadir wazazi hao wawili, likathrati ma qaddama min ata'in wa tafani wa hubbin liauladihima duna intidhari muqabil. Kwa nini? Likathrati ma qaddama, kwa wingi wa yale ambayo kwamba wameyaleta na kuyatanguliza pale na kuyafanya. Kwa nani? Kama nini? Min ata, vipoa. Manake mangapi wameyatoa wao, wamekunulia nguo zaidi, wamekunulia hiki, wamekunulia kile, chakula ulikuwa ukila toka mdogo. Mama wakati wewe ni mdogo na umri wa mwaka mmoja, kila siku lazima ununue pampers, kila siku akulishe uji, kila siku akupe maziwa, kila siku akupe hiki na kile. Atanunua vitu vidudu vya kukuchezea ili mradi unawe ufurahi, usiwe ni katika huzuni. Umekuwa mkubwa kidogo, mara utaka baskeli, utaka hiki, utaka vitu vya kuchezea. Umekuwa tena mkubwa, sasa utaka kununua kitu cha tofauti, mambo ya kukusomesha na kadhalika. Wa hubbin li auladihima duna intidhar muqabil, na kuwapenda watoto wao bila ya kusubiri malipo. Yani mzazi anavyompenda mtoto wake, akainuka akamwosha, akamvalisha, akamtafutia nguo nzuri, akamnunulia, ikawa mzazi yule hamu yake ni yule mtoto tu, hataki kujua chochote, yuko tayari apoteze hata afya yake kwa sababu ya mtoto wake, na ifike wakati hata kama ni kupoteza maisha yake yuko tayari kwa sababu ya mtoto wake. Asubiri nini? Je, kuna mtu atamlipa? Je, kwamba kuna mshahara apokea mwisho wa mwezi? Hakuna. Duna muqabil, hakuna anachokitarajia kwa kufanya yale yote.
wa a'dhamu sa'adatahuma an yushahida abna'ahuma fi ahsani halin wa a'dhami makana. Na saada yao, furaha yao kubwa ni nini? Ni kuwashuhudia watoto wao wako katika hali nzuri na wamepata makana baina nas, maana wana cheo, wana ilmu mzuri, ana cheo kizuri, labda ni imamu mzuri, ni hafidh Qur'an, ni mwalimu mzuri, ni khatibu mzuri. Mzazi lazima awe na furaha, na kila mmoja ana namna yake ya kutaka. Kuna wanaotaka masalih dunyawia na kuna wengine focus zao ni masalih diniya na ukhrawia zaidi. Mzazi atamani amwone mtoto wake ni mwalimu, amwone mtoto wake hafidh Qur'ani, ni mwenye kukataza maovu na kuamrisha mazuri, amwone mtoto wake akiswalisha, amwone mtoto wake akiwa ni khatibu katika msikiti, amwone mtoto wake da'iya ila Allah, namna hiyo. Lakini kuna wengine wenyewe maskini anataka muone mtoto wake awe mbunge, awe kuwa waziri, awe mwenyekiti fulani, awe ana PhD, awe mashahada mbalimbali, awe, ili mradi kila mmoja ana tumuh ambayo kwamba anayo katika kifua chake, ataka mtoto wake awe vile. Lakini tunawaambia wote, wala al-akhiratu khairun laka min al-ula, akhira ndio bora kuliko yote haya. Wala hatukatazwi sisi Waislamu kuwa wabunge, kuwa mawaziri, kuwa madokta wakubwa hapa duniani, tukawa na vyeo vya kidunia, hatukatazwi, lakini tusiache akhira yetu kwa sababu ya haya. Ndio hiyo, angalia Mwenyezi Mungu amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala al-akhiratu khairul laka min al-ula. Kwa hiyo haya yote mzazi huwa ana hamu, na ndio furaha yake amuone mtoto wake ameimarika kiafya, ana siha mzuri, ana cheo, ana hiki na kadhalika. وهذه التضحيات العظيمة التي يقدمها الآباء لا بد أن يقابلها حقوق من الأبناء. ومن هذه الحقوق التي وردت في القرآن ni kama anafuata. Anasema na huku kujitolea kwa wazazi, basi lazima na wao wapate mukabil dhalik, manake kuje vitu kwamba vitakuwa ni vyenye kurudisha angalau ile ihsani yao. Sio wao wajitolea kwa mali na nafsi zao na wakati wao na nguvu zao, wakawa wako tayari kwa yote hayo ili kumfanya mtoto wao awe katika hali mzuri, awe katika masomo mazuri, asome skuli zilizokuwa bora, asome madrasa zilizokuwa bora, ili mradi mtoto wake awe katika baadaye aje kupata maisha mazuri. Sasa na sisi nini ambacho kama tunatakiwa mukabil ya hayo? Ndio asema kuna hukuka ambayo kwamba zinatakiwa zitoke kwa watoto. Asema min hadhihi alhuquq allati waradat fi alquran, ambazo zimepokewa katika Qur'ani ni hizi zinazofuata. Hapa huyu mwanachuoni hapa ametaja haki 9. Tutakwenda nazo kidogo kidogo kwa kadri ya wakati unavyokwenda. Asema ya kwanza, at-ta'a lahuma wa talbiyatu awamirihima wal infaqu alayhima inda alhaja. Hebu tusimame hapo kwanza. At-ta'a, kuwatii amri zao, kuwatii maagizo yao, kuwatii wanachokuambia ukawasikiliza, imanan, kwa kuamini kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba huyu ni mzazi wangu na ninapomsikiliza yeye basi ninamridhisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kama tulivyosema, liwe ndani ya mstari wa dini, lisitoke nje ya dini. Wa talbiyatu awamirihima, lakini pia kuitikia amri zao. Wanapokupa amri ukaitikia kwamba mimi mzee nataka nifanye kitu fulani, bismillah. Mama amenituma kitu fulani, nasikiliza. Ya pili, wal infaqu alayhima, na kutoa mali yako kuwatolea wazazi wako wawili.
inda alhaja, wakati wakihitajia, wakati watapokuwa ni wahitaji wa kile ambacho kwamba wewe unacho, ni wajibu wewe kuwasaidia. Usije ukaona ni sunna. Mfano mzazi wako amekosa chakula na wewe unacho, ni lazima umpe mama pesa ile akanunue chakula au umnunulie chakula umletee. Kwa hiyo wakati ambao kwamba wewe umehitajika kuyafanya haya, ni lazima usimame na ujue kwamba mimi sasa hivi natakiwa kusimama na haya mambo. Taa, kuwatii wazazi wawili, kuitikia amri zao, lakini pia kuwapa chakula kwa wakati ambao kwamba watahitajia. Iwapo wao ni wenye kuhitaji chakula, iwapo wao ni wenye kuhitaji nguo, iwapo wao ni wenye kuhitaji sehemu ya kukaa, zote hizo ni lazima uwatafutie, iwapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa uwezo, huna jinsi wala huna njia ya kuziepuka. Tunaingia haki ya pili, ile ilikuwa ni ya kwanza iliyokusanya vipengele vitatu. Ya pili, atawadu lahuma wa muamalatuhuma birifqin walinin wa taqdimuhuma fi lkalami walmashi ihtiraman lahuma wa ijlalan liqadrihima. Ya pili, atawadu, kuwa na unyenyekevu mbele yao. Usiwe ni mwenye kujiona na kuwa wewe ndio unajua sana, kwa sababu saa nyingine hutokea kijana amesoma kuliko baba kuliko mama, elimu yake ni kubwa, lakini aliyokusomesha ni nani? Ni huyo mzazi wako. Ndiye akakupeleka chuo, ndiye aliyokupeleka skuli, ndiye aliyokupeleka wapi, ndiye aliyokupeleka katika sehemu mbalimbali, mpaka leo umekuwa wewe ni mwanazuoni, ima wa kidini au wa kidunia. Sasa usijione tena kwa baba hamna kitu hapa, au kawa tena wamfanyia shere mzee wako au mzee swali ambao kwa wazazi hayajui, au baba msoma fashamu fulani, ukawa kwa lengo la kumfanyia istihzai. Ni haram na unapata dhambi. Ikiwa istihzai hiyo utamfanyia muumini yoyote tu, vipi ikiwa utamfanyia baba au mama? Kwa hiyo lazima uwe na unyenyekevu kwa chochote kile ulichonacho. Wa muamalatuhuma birifqin, na kuamiliana nao kwa upole. Upole vipi? Pengine imetokea mzee wako katika kutembea naye, labda hawezi, ashakuwa mtu mzima, ukawa wewe mkali, baba tembea bwana, wanichelewesha mimi. Haitakiwi. Umemshika mkono, mshike birifqi, kwa upole, kwa taratibu. Inshallah katika halaka inayofuata tutaendeleza kipengele hichi cha pili. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kusikiliza mazuri na kuyafuata. Walhamdulillahi rabbil alamin. رمضان رمضان رمضان